Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine tunasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo ili pate kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu hii ya habari. Karibu tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Mambasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya watu wasiopungua 32 kuuawa na wengine kadhaa kutekwa nyara katika kipindi cha masaa 72 au 72 zilizopita. Mashambulizi hayo yanadaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF katika kijiji vya Njia Panda, Bela na Lukaya. Kwa mujibu wa viongozi wa sasa za kiraia, mashambulizi hayo yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuwalazimu maelfu ya watu kukimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi mengine. Wakazi kutoka vijiji vinavyoshambuliwa pamoja na maeneo ya jirani wameanza kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kwa salama zaidi. Mashambulizi hivi karibuni ilitokea siku ya Ijumaa katika kijiji cha Lukaya ambako watu 7 waliuawa. Miili ya walioathirika ilikutwa baada ya washambuliaji kuondoka, huku taarifa zikieleza kuwa watu wengine kadhaa walichukuliwa mateka na kupelekwa kusikojulikana. Hata hivyo, viongozi wa kijamii wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa kuwa shughuli za kuwatafuta waliopotea bado zinaendelea. Siku 2 baada ya tukio hilo, waasi hao walivamia kijiji cha Njia Panda Bela. Mwanzoni watu 16 waliripotiwa kuuawa, lakini baada ya utafutaji zaidi miili mingine iligunduliwa na ilikutwa na kufanya idadi ya waliouawa kufikia hadi 25. Wakazi kadhaa walitekwa na kulazimishwa kubeba mali zilizoporwa na waasi kuelekea misituni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asasi za kiraia, wapiganaji au waasi wa ADF sasa wanaelekea eneo la Makumo, jambo linalosababisha wakazi wengi kuondoka makwao kwa hofu ya kushambuliwa. Hofu hiyo pia imeenea katika eneo la Malulu, wilaya jirani ya Irumu, hususan katika eneo la Chabi ambako wananchi wanaishi kwa tahadhari kutokana na tishio la uvamizi mpya wa kundi hilo. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi hayo, viongozi wa asasi za kiraia wameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa jeshi katika maeneo yaliyoathirika na kuwapa wanajeshi vifaa na uwezo wa kutosha ili kukabiliana na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa zao, tangu mwezi wa 3 mwaka 2026, kundi la ADF linadaiwa kuwaua zaidi ya watu 100 katika takriban ya vijiji 12 vya wilaya Mombasa. Mwakilishi wa asasi hizo Marinoela Anotane amesema ni muhimu serikali ichukue hatua za haraka, kwani mashambulizi hayo yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia na kuzoofisha juhudi za kurejesha amani. Viongozi hao pia wamewataka wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini waasi pamoja na watu wasiokuwa wanaoshakiwa kuwasaidia ili kukomesha wimbi la mashambulizi linaloendelea katika eneo hilo. Hadi kufikia jioni ya Jumamosi, mamlaka za eneo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hazikuwa zimetoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi hayo. Wakati huo wananchi wa Mombasa waendelea kusubiri hatua za haraka kutoka serikalini, wakitumaini kurejea kwa usalama na utulivu katika maeneo yao. Hiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama katika wilaya Mambasa mkoani Ituri, ambako mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF yameendelea kusababisha vifo, utekaji nyara na wimbi jipya la wakimbizi. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika wilaya Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini imezidi kuzua hofu baada ya watu 2 kuuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na watu wenye silaha usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 7. Mashambulizi hayo yalitokea katika vijiji viwili tofauti vilivyoko kaskazini mwa mji wa Goma, huku mali za wananchi zikiporwa na wahusika bado hawajatambuliwa rasmi.
Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio la kwanza lilitokea majira ya saa 5 usiku katika kijiji cha Bugambo ya kwanza kilichopo katika groupment ya Muja. Inadaiwa kuwa watu wenye silaha walivamia duka la mfanyabiashara mmoja na kupora bidhaa mbalimbali kabla ya kumpiga risasi mmiliki wa duka hilo, kijana mwenye umri wa takriban miaka 20. Alifariki dunia papo hapo kutokana na majeraha aliyopata. Saa chache baadaye, majira ya saa 7 usiku, shambulizi jingine liliripotiwa katika kijiji cha Kaziba ya kwanza, eneo linalojulikana kama Milango 9. Watu wenye silaha walivamia nyumba ya mwanamke mmoja na kufyatua risasi. Mwanamke huyo alikimbizwa katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu, lakini baadaye alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Taarifa kutoka kwa wakazi zinaeleza kuwa watu wengine pia walijeruhiwa wakati wa shambulio hilo. Mashahidi wanasema baadhi ya washambuliaji walikuwa wamevaa sare zinazofanana za kijeshi, hali ambayo imezua maswali kuhusu utambulisho wao. Hata hivyo, hadi sasa hakuna mamlaka iliyotoa taarifa kuhusu waliohusika na mashambulizi hayo. Matukio hayo yameacha wakazi wa Nyiragongo wakiwa katika hofu kubwa baada ya kipindi cha miezi kadhaa cha utulivu kwa kiasi katika eneo hilo. Wananchi sasa wanahofia kurejea kwa wimbi jipya la uhalifu na mashambulizi ya silaha. Kwa sasa sehemu hiyo ipo chini ya udhibiti wa M23. Familia za waathirika pamoja na viongozi wa kijamii wanasikitishwa na kile wanachokieleza kuwa ukosefu wa mfumo madhubuti wa utoaji haki kwa wahalifu wanaotekeleza vitendo vya mauaji na uporaji. Wanasema hali hiyo inachangia kuongezeka kwa hisia ya kutokuwepo kwa uwajibikaji na kuendelea kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya raia. Kutokana na ongezeko la matukio ya kiusalama katika wiki za hivi karibuni, wananchi wamezitaka mamlaka husika pamoja na viongozi wanaosimamia ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha doria, kulinda maisha ya wananchi na mali zao, pamoja na kuwabaini na kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hadi wakati ripoti hii inaandaliwa, hakuna tamko rasmi iliyotolewa kuhusu utambulisho wa washambuliaji au hatua zilizochukuliwa kufuatia mashambulizi hayo. Wakazi wa Nyiragongo wanaendelea kuishi kwa tahadhari, wakitumaini kuwa hali ya usalama itaimarishwa ili kurejesha amani katika eneo hilo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako siku ya kwanza ya mgomo wa amani wa kufunga shughuli za kijamii na kiuchumi uliofanyika Jumatatu mwezi wa 8 mwaka 2026 katika eneo la utawala wa Babila Babombi wilayani Mombasa mkoani Ituri umeshuhudia mwitikio mkubwa kutoka kwa wananchi. Kwa mujibu wa waandaaji wa maandamano hayo ya amani, takriban 90% ya shughuli zote zilisimama, huku maduka, masoko na biashara nyingi zikifungwa. Waandaaji wanasema hatua hiyo imelenga kuonyesha kutoridhishwa kwa wananchi kutokana na kuendelea kwa matatizo ya usalama pamoja na kero zinazowakabili katika vizuizi vya barabarani. Mratibu wa shirika la New Congolese Civil Society NSCC katika eneo la Babila Babombi, Muindo Mambaro Peresi, amesema kuwa ushindi mkubwa wa wananchi umeonekana kuanzia Teturi hadi Makeke, jambo analolionyesha kuwa wakazi wanachoshwa na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wake, wananchi wanadai mamlaka husika zichukue hatua za haraka kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF NALU pamoja na vitendo vya unyanyasaji na tozo zisizo halali katika barabara mbalimbali za eneo hilo. Amesema mwitikio huo umetuma ujumbe mzito kwa viongozi kwamba wananchi wanahitaji suluhisho la kudumu badala ya ahadi zisizotekelezwa. Amesitiza kuwa maandamano hayo yamefanyika kwa njia ya amani, huku wananchi wakihimizwa kubaki majumbani kwa kipindi chote kilichopangwa. Waandaaji wameeleza kuwa wataendelea kufuatilia hali ya siku ya pili ya mgomo huu kabla ya kutangaza hatua zitakazofuata. Ametoa wito kwa wananchi kuongeza ushiriki ili kufikia 100% ya mafanikio ya kampeni hiyo. Muindo Peresi amesema endapo madai hayo hayatapatiwa majibu ya kuridhisha, hatua nyingine itakuwa kufuatilia namna kodi ya mapato yanavyokusanywa katika eneo lote la Babila Babombi, ikiwa ni sehemu ya shinikizo la kiraia kwa mamlaka. Hatua hiyo imeanzishwa na muungano wa shirika ya kiraia unaolenga kuonyesha hasira za wananchi dhidi ya kuongezeka kwa mauaji
yanayohusishwa na wakundi la waasi wa ADF NALU pamoja na changamoto za mara kwa mara zinazowakabili wasafiri na wafanyabiashara katika barabara ya Mombasa. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai yaliyotolewa na waandaaji wa mgomo huu. Wananchi waendelea kusubiri hatua zitakazochukuliwa ili kurejesha hali ya usalama na kuboresha mazingira ya maisha katika eneo hilo. Hiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu mwitikio wa wananchi wa Babila Babombi katika mgomo wa amani wa kupinga ukosefu wa usalama na kero za barabarani uliofanyika katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mamlaka ya utawala mkuu wa Kivu Kusini ulioteuliwa na muungano wa M23 umetangaza kusimamishwa kazi kwa muda kwa mshauri wa gavana wa mkoa huo Fredi Ngondozi Bukenyerera kwa kipindi cha siku 15. Hatua hiyo imetangazwa kwa njia ya amri ya mkoa iliyotolewa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026 mjini Bukavu, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotumwa na mhusika huyo na mkurugenzi wa ofisi ya gavana aliyeteuliwa na M23, uamuzi huo umechukuliwa kama hatua ya tahadhari wakati mamlaka husika zikiendelea kuchunguza madai mbalimbali yanayohusiana na utendaji wake wa kikazi. Barua hiyo imelenga kuwa kusimamishwa kwa Bukenyerera kunatokana na amri ya mkoa nambari 26/GP/SK ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambayo inahusu kusimamishwa kwa muda kwa mshauri wa gavana kutokana na kile kinachoelezwa kuwa malalamiko ya kiutawala katika utekelezaji wake wa majukumu yake. Ingawa mamlaka hazijaweka wazi kwa undani makosa yanayodaiwa kufanywa na mshauri huyu, zimesema hatua hiyo ni ya muda na inalenga kuruhusu uchunguzi kufanyika bila kuathiri utendaji wa taasisi za mkoa. Kufikia sasa Fredi Ndongozi Bukenyerera hajatoa tamko la hadharani kuhusu kusimamishwa kwake, wala haijafahamika ikiwa atakata rufaa au kupinga uamuzi huu. Tukio hili linajiri wakati eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia mivutano ya kisiasa na kidiplomasia na kiusalama, huku maeneo kadhaa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini yakidhibitiwa na muungano wa M23. Ndani ya mazingira hayo, maamuzi ya kiutawala yanayochukuliwa na utawala huo yanaendelea kuvuta hisia wananchi na wadau mbalimbali. Kwa sasa mamlaka zinasema uchunguzi utaendelea na baada ya kipindi cha kusimamishwa kumalizika ndipo uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya mshauri huyo utakapochukuliwa kulingana na matokeo ya uchunguzi. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mashambulizi ya watu wenye silaha, matukio ya kivita, wasafiri na utekaji wa raia yakiongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu wasiopungua 5 wameuawa ndani ya kipindi cha chini ya wiki moja kutokana na matukio ya vurugu ya aina hiyo. Wakazi wanasema mashambulizi hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Baadhi ya familia zimelazimika kupunguza safari na shughuli zao za kila siku kwa kuhofia usalama wao. Taarifa zinaeleza kuwa washambuliaji walivamia raia katika maeneo mbalimbali wakiwashambulia, kuwapora mali zao na kuwateka nyara. Matukio ya kivita, wasafiri kwenye barabara muhimu pia yameripotiwa kuongezeka, hali inayotatiza usafiri na shughuli za biashara katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, wananchi wa Rutshuru wameiomba mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia. Wanasisitiza kuwa ongezeko la mashambulizi linaendelea kuhatarisha maisha ya watu wasiokuwa na hatia na kuzidisha hali ya sintofahamu katika jamii. Viongozi wa jamii wanatoa wito kwa serikali na vyombo vya ulinzi kuongeza doria, kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo yenye hatari kubwa na kuhakikisha wahusika wa mashambulizi hayo wanaripotiwa au wanafikishwa mbele ya sheria. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi, utekaji nyara na mauaji katika eneo la Rutshuru kunaonyesha umuhimu wa juhudi zaidi za kulinda raia na kurejesha utulivu katika eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha kwa muda mrefu. Hadi kufikia sasa, mazingira halisi ya kila tukio na utambulisho wa wahusika bado haujathibitishwa rasmi na mamlaka, huku uchunguzi ukiendelea. Kwa sasa wakazi wa Rutshuru
watu wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, wakitumaini kuwa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Nimekanusha madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuna duru mpya mazungumzo yanayoanza leo Jumatatu baada ya kiongozi huyo wa Marekani kufutilia mbali mipango ya kile alichokitaja mashambulizi makubwa mno dhidi ya Iran. Hapo jana Rais Trump alisema ameombwa na Iran na washirika wa Marekani wa kanda ya Mashariki ya Kati kusitisha mashambulizi kwani vipengee muhimu vya makubaliano vimefikiwa, lakini hii leo Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran imekanusha inajadili chochote na Marekani au kama inapanga kufanya hivyo. Beldin Waleula na maelezo zaidi. Akizungumza akiwa anapanda ndege ya Air Force One, Trump alisema kuwa, na nikimnukuu, Iran ilijua kiwango cha mashambulizi ambacho tulikuwa tumepanga kutekeleza dhidi yao. Tunapanga kufanya nao mazungumzo alasiri ya Jumatatu. Tulikuwa tayari kabisa kuendelea. Walituomba tusifanye hivyo kwa sababu wanaamini kuwa karibu wanafikia makubaliano. Kuna makubaliano kuhusu Hormuz na kutakuwa na makubaliano pia kuhusu swala la nyuklia. Katika chapisho lake la awali kwenye Truth Social, Trump alisema Iran pamoja na washirika wengine wa Marekani walimtaka asitishe mashambulizi kwa muda kwani wanakaribia kufikia makubaliano. Ila mapema hii leo Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran ilikanusha kuwa inafanya mazungumzo na Marekani na kuwa hakuna mipango yoyote ya hilo kutokea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, Ismail Baghei, aliongezea kuwa Iran inafanya majadiliano na Oman kuhakikisha kuna usalama katika mlango bahari wa Hormuz na meli zinapita eneo hilo kwa usalama. Aidha, amesitiza kwamba mazungumzo na Oman yalikuwa ya pande mbili pekee na hayahusishi Marekani. Aliongeza kuwa mazungumzo hayo na Oman tayari yamedumu kwa siku 7. Msemaji huyo amesema kuwa umejikita katika mazungumzo ya kuhakikisha kuna mwafaka utahakikisha meli zinapita bila tashwishwi na wanapanga kuja na njia bahari ya muda ambayo itakuwa inatumika baada ya mashauriano na Oman. Baghei alisema kwa mlango bahari wa Hormuz ulifungwa baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel na makubaliano yatakayoafikiwa na Oman hayatakuwa ya kufungua mlango bahari wa Hormuz ila kutafuta njia ya kupunguza msongamano wa meli za biashara. Trump amekuwa akisisitiza kwa mazungumzo yanaendelea ya karibu kuafikia makubaliano na kisha baadaye mashambulizi kuzuka baina ya mataifa hayo mawili. Akizungumza akiwa katika ndege ya Air Force One siku ya Jumapili, Trump alikataa kutoa makataa ya makubaliano hayo kuafikiwa na kusema kuwa tutaona vile kutakwenda. Kwa sasa sitazamii kuua watu. Rais Trump hakusema haswa ni wapi mazungumzo hayo ya leo yangefanyika. Trump alisema angetekeleza mashambulizi dhidi ya Iran na yangekuwa mashambulizi makubwa kuwahi kutokea baada ya vita vya pili vya dunia. Trump aliongezea kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na washirika wengine wa Marekani kama Falme za Kiarabu na Qatar walikuwa wamemsihi kutofanya mashambulizi weekend iliyopita. Shirika moja la habari la Iran Mehr News Agency liliripoti kuwa Tehran haikuwa imeiomba Marekani kusitisha mashambulizi yoyote. Bei ya mafuta aina ya Brent imeripotiwa kushuka bei baada ya Trump kutangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa muda ili kutoa nafasi ya kuafikia makubaliano. Marekani na Iran zimekuwa vitani tangu mwezi Februari tarehe 28 wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya Iran. Hata hivyo, katika kipindi hicho kumekuwa na awamu za utulivu kutokana na mazungumzo ya mara kwa mara yaliyokuwa yakifanyika na kusitishwa. Belden Waleula, BBC. Na Marekani imesimamisha kwa muda mashambulio mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano yatakayositisha azma ya Iran ya kuwa na silaha za nyuklia na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Awali mwenzangu Halima Nyanza amemuuliza Mubelo Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, hatua hii ina maana gani katika mchakato wa kusaka ufumbuzi wa mzozo baina ya mataifa haya? Nafikiri hatua ya kwanza ni kwamba itawarejesha wote mezani na tunaweza tukakubaliana kwamba lengo la wote angalau wamekubaliana katika hilo. Hakuna anayeamini kwamba kwa sababu narejea katika meza ina maana kutokuwa na mapambano, lakini pia hakuna anayeamini pia kwamba hii ndio mwisho wa mpango ambao ulikuwepo pale awali. Lakini tunachoweza kusema ni kwamba angalau kuna matumaini kwamba hili linaweza ikaweka karibu kurejea katika makubaliano ambayo walikuwa nayo awali. Hapo uliposema kwamba hakuna anayeamini, sasa Iran inaweza kuamini vipi ahadi za Marekani na Israel baada ya historia ya makubaliano ya nyuma kuvunjika?
Sasa hivi ni wakati ambao Irani haitakiwi na pengine inatakiwa ieleweke kama haitoiamini zaidi Marekani. Kwa mfano sasa Marekani wanataka kufanya kazi ama wanataka kufanya mazungumzo na mtu ambaye walitamani kumuua pale awali na wamemuua baba yake pamoja na mkewe, na mzungumzia Ayatollah wa sasa. Lakini pia katika mashambulizi ambayo yametokea mara mbili zilizopita, walikuwa katikati ya mazungumzo na wale walikuwa wakihusika walikuwa wameshatoa taarifa kwamba mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo Irani haiwezi kumwamini Marekani, lakini pia tukubaliane kwamba si lazima waaminiane. Wanachotakiwa ni kuheshimu makubaliano ambayo wanakuwa wameafikia, kwa sababu tayari pande zote mbili zilisha saini makubaliano ama maelewano, memorandum of understanding. Hawataki kuaminiana kuhusiana na utendaji, wanatakiwa kuheshimiana. Kwa hiyo swala kwamba Irani hatomwamini Marekani hakitaki kuwa kigezo, kwa sababu hawatakiwi kuaminiana ili mambo yaweze kufanya kazi. Nchi za Mashariki ya Kati kama vile Saudi Arabia, Qatar, Misri na Uturuki zina nafasi gani katika mzozo huu? Zina nafasi kubwa kwa sababu wao ndio pengine wanaweza kawa wahanga zaidi, kwa sababu Marekani haijalishi atafanya nini. Irani ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuhimili na ameshatimiza alichokuwa akisema kwamba mara zote kutakapokuwa kunatokea mashambulizi ndani ya Irani kutoka kwa Marekani, Irani kwa sababu hana uwezo wa kushambulia Marekani kama ardhi, atashambulia sehemu ama miliki zake katika maeneo yale. Na ndio maana tumeona hata uongozi wa Saudi Arabia umemuomba Donald Trump aweze kufuata swala la makubaliano na kusitisha mapambano, na wamejaribu zaidi kujaribu kuwa sehemu ya huu mchakato wa mazungumzo, kwa sababu wanajua kwamba wanaathirika kwa kiasi gani wao kama majirani wenye maslahi ya nchi ya Marekani. Historia imeonyesha kuwa Mashariki ya Kati imekuwa na makubaliano mengi ya muda mfupi. Ni nini kinachothibitisha kwamba safari hii hali itakuwa ni tofauti? Hakuna, na sidhani kama kuna anayeamini kwamba makubaliano yanaweza, kwa sababu ya msingi ambao umewekwa pale kwamba Israel na Marekani wamesema kwamba haijalishi Iran anataka kutumia nyuklia katika mfumo gani, wao hawataki. Lakini tunatambua kwamba Iran naye anafahamu kwamba ana haki kama nchi kuweza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia, na wote tunaelewa pia kwamba hiki kinachotendeka sasa hivi ama haya ambayo yanaleta mzozo sasa hivi yasingefika hapo iwapo mkataba wa awali wa JCPOA usingevunjwa na Rais Donald Trump. Kwa hiyo haya makubaliano hakuna anayeamini kwamba anaweza kaenda mbali mpaka pale wote watakapoweza kukubaliana, kwa sababu ili Iran aseme kwamba ana uhakika na makubaliano yatakwenda kwa muda mrefu, ina maana itabidi atekeleze kile ambacho Marekani anataka, na kile ambacho Marekani anataka kwa kiasi kikubwa pia kinavunja haki ya kiutawala na maamuzi ya ndani ya nchi ya Iran, ambao nao wanaamini kwamba wana haki ya kuyafanya. Tunaona toka kutangaza kwa mzozo huu, hali ya kiuchumi duniani tunasema kwamba inayumba, si nzuri. Sasa unadhani kutangaza kusitishwa kwa mapigano na baada ya muda mapigano tena yanarudi, kunaweka vipi hali ya kiuchumi duniani? Kwanza niseme kwamba mapambano haya, mpango ambao taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba mashambulizi yalipangwa kufanyika mwisho wa juma na kuhakikisha kwamba yanakamilika kabla ya Jumatatu ili kutoleta hofu katika soko la hisa. Kwa hiyo watu wanatambua hivi sasa, na Trump amekuwa akifanya hivi. Unaweza kurudi nyuma ukaangalia atatoa tishio juma ngapi, alafu atasema kwamba amesitisha upambanaji juma ngapi. Katika siku za wiki, siku za kazi za wiki, kulikuwa kuna aina fulani ya utulivu ukilinganisha na mwishoni mwa juma. Kwa hiyo wanatambua kwamba hata wakiamua kufanya mashambulizi wanataka kuyafanya lini ili kutosumbua, kuleta hofu katika soko la hisa ambao utasumbua uchumi. Kwa hiyo mpaka sasa tunatambua kwamba hata huku sitisho kunaweza kuwa kwa muda mfupi, ikitokea kutoka kuna mapambano yanaweza kutokea katika wakati ambao hautotikisa soko la hisa, kwa sababu hata wao wametambua kwamba uchumi wa dunia wote unaathirika na hofu ambayo inakuwepo pale panapokuwa na mashambulizi. Hatima ya mzozo huu imebebwa na Marekani ama imebebwa na jumuiya ya kimataifa? Hatima ya mzozo huu umebebwa na sana nafikiri imebebwa na Marekani, kwa sababu ni Marekani ambaye kwanza anamuongoza Israel katika mashambulizi, licha kwamba tumepata taarifa kwamba Israel bado alikuwa hajapewa mashambulizi rasmi, lakini tumeambiwa katika option 3 ambazo alipewa ilikuwa ni pamoja na mashambulizi. Lakini jambo la pili ni kwamba ili hili lisitokee, basi pengine kungekuwa kuna changamoto ama kungekuwa kuna kusitishwa ama kungekuwa kuna kauli kutoka Umoja wa Mataifa ambao Marekani ana kura ya turufu, kwa hiyo haitoweza kwenda mbele. Lakini tatu, pia Umoja wa Mataifa na wenyewe pia meno yake ni kama vile imepungua, kwa sababu Marekani sasa amekata pesa anazoweza kusaidia, na ndizo pesa ambazo pengine zingeweza kusaidia kuleta amani. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hatima yake hii imebebwa na Marekani. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante, chao.